Habari zilizotufikia hivi punde katika hatua iliyowashangaza wengi. Rais wa Marekani Donald Trump amemwonya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuacha mashambulizi zaidi dhidi ya Iran na washirika wake. Ripoti zimeeleza kwamba Trump ameonya kwamba Israel ingeweza kujikuta ikipoteza uungwaji mkono wa Marekani ikiwa vita vingezidi kupanuka. Lakini wakati dunia ikisubiri kuona kama onyo hilo lingesikilizwa, ndege za kivita za Israel zilionekana tena angani mwa Lebanon. Mashambulizi yalielekezwa kusini mwa nchi hiyo, huku maeneo ya raia yakikumbwa na taharuki mpya. Wakazi walikimbia makwao, huku ving'ora vya tahadhari vikisikika katika miji na vijiji vilivyokuwa tayari vimechoka kwa miezi ya mapigano. Kwa upande mwingine, Teheran ilitazama kwa hasira sana. Serikali ya Iran ilichukulia mashambulizi hayo kama changamoto kwa juhudi za kusitisha mapigano zilizokuwa zinaendelea. Hali ilizidi kuwa tete baada ya Iran na Israel kubadilishana mashambulizi ya makombora katika siku za karibuni, tukio ambalo linaonyesha jinsi ambavyo amani ilivyokuwa nyembamba kama uzi. Ndani ya Lebanon, viongozi wameonyesha kukata tamaa kabisa. Rais wa nchi hiyo alitangaza kwamba hawezi kukutana na Netanyahu wakati vita bado vinaendelea. Akasisitiza kwamba amani ndiyo njia pekee ya kuondoa mateso ya wananchi. Wakati huo huo, maeneo ya kusini mwa Lebanon yaliendelea kukumbwa na hofu ya mashambulizi mapya. Kilichofanya mkasa huu kuwa kipekee sana ni mvutano uliodaiwa kujitokeza kati ya Trump na Netanyahu. Vyanzo mbalimbali vimeripoti kwamba mazungumzo yao yalikuwa makali sana, huku Trump akisisitiza kwamba kuendelea kwa mashambulizi kungeharibu juhudi za kufikia makubaliano mapya ya amani kati ya Marekani pamoja na Iran. Mpaka sasa bado inaonekana katika baadhi ya maeneo ya Lebanon hali haijatulia kabisa, huku macho ya dunia yakielekezwa kwa viongozi wa mataifa hayo. Swali kubwa ni kwamba je, onyo la Trump litatosha kuzima moto huo wa vita, au Mashariki ya Kati inakaribia kushuhudia sura mpya ya mzozo mkubwa zaidi?